Leo hii mashua ya makala inang'oa nanga. Tunazungumzia maisha ya kijana aliyewahi kuwa na ndoto kubwa, mwenye kipaji cha kipekee, lakini maisha yakabadilika ghafla. Kimani Mbugua. Wengi walimjua kama yule ripota mchanga wa Citizen TV, mwenye sauti tulivu na akili ya kipekee. Alikuwa akijiamini, mwenye bidii na mwenye mapenzi makubwa kwa taaluma ya uandishi wa habari. Safari yake ilianza akiwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Moi. Baada ya kuhitimu, akaajiriwa katika Royal Media Services, ndoto ya vijana wengi nchini. Watu waliona nyota yake inapaa, maisha yake yalionekana mazuri, lakini nyuma ya tabasamu hilo kulikuwa na vita vya ndani. Baadaye alianza kuzungumzia hadharani kuhusu changamoto za kiroho na kiakili. Wengine wakamshangaa, wengine wakamcheka. Wachache tu waliompenda kwa dhati walijua alikuwa anapitia kipindi kigumu. Miaka michache baadaye, Kimani alipotea kwenye taswira ya umma. Kisha akarudi mitandaoni akiwa amedhoofika, akiongea kwa huzuni, akilia, akiomba msaada. Ilikuwa wazi kwamba maisha hayajakuwa kama zamani. Na ndipo alipojitokeza Mike Sonko, aliyekuwa gavana wa Nairobi. Sonko akaguswa na hali yake, akamchukua hospitalini, akamlipia matibabu na hata akamtafutia makazi. Ilikuwa kama mwanga mpya katika giza refu. Kwa muda ilionekana kama Kimani angepona, lakini bahati mbaya hali yake haikuboreka. Oktoba 14 mwaka 2025, habari zilienea mitandaoni. Kimani Mbugua amefariki dunia. Kenya nzima ikashtuka. Marafiki, mashabiki na wanahabari wakaanza kutuma jumbe za rambirambi. Baadaye baba yake Mbugua alithibitisha kwamba Mbugua alikufa kwa kujiua. Na cha kushangaza zaidi, siku moja tu baadaye, Oktoba 15, dunia ikapokea taarifa nyingine nzito: kifo cha Raila Odinga. Kama bahati mbaya, hadithi ya Kimani ikazama ndani ya mawimbi ya habari za kitaifa. Wengi wakaacha kuizungumzia, lakini wale waliompenda wakabaki na maumivu ya kimya. Familia yake ikasema alikuwa akipambana na matatizo ya afya ya akili kwa muda mrefu. Hakuwa mwovu, hakuwa mlevi, alikuwa kijana ambaye alihitaji msaada, lakini jamii haikumsikia kwa wakati. Kifo cha Kimani kinatukumbusha kitu kimoja muhimu, kwamba watu wengi wanacheka mbele ya kamera, lakini ndani yao wanalia. Wengine huvaa tabasamu, lakini roho zao zimevunjika. Ndiyo maana tunapaswa kuwa na huruma, tuchukuliane kwa upendo, tujifunze kusikiliza kabla ya kuhukumu. Leo Mashua TV Kenya inamkumbuka Kimani Mbugua, mwanahabari kijana aliyepigania maisha hadi pumzi yake ya mwisho. Apumzike kwa amani mtangazaji mwenzangu Kimani Mbugua.